Simba na kikosi ambacho Yanga wenyewe anajua, tuna winga zile Pacome anasubiri marefu moja ambaye ile gari akucheza kabisa, anasubiri mechi ya Yanga. Ai mama yangu bado nimaliza, unaendelea ndugu yangu yani. Mimi kama nasemaje, dakika 90 zinamwaga mechi, lakini safari Simba amue dakika 90, Simba sasa anaamua ndani ya dakika 90. Ngapi anakupa? Yaani Yanga akikaa vibaya 2, akitekeza kwa goli moja apiga 3. Wafungaji wao mliokuwa nao hawa. Nakwambiaje, kuna mtu mmoja anaitwa Mwalimu ageni, asema mwalimu ndugu yangu ule ni hatari sana yule mwalimu. Na Yanga yenyewe ile mechi yao siku zile pale KMC anakujukwani tu wakakwambia wadada tunamtaka huyu, wanamfahamu madhara yake. Kati ya goli Yanga kati ya goli tu. Ndio kweli, sio kweli unamtaka. Ndio hao. Safi. Safari ana hasira ya kumtaka kwa sababu anamtaka Yanga na tia goli ile mechi. Mwalimu kaka samani, unajua wewe tujuani. Anatia goli Yanga ile mechi hiyo. Simba anashinda vizuri, sikia kwanza. No penalty match. Hiyo mechi Simba na Yanga penalty yani azamulia matokeo. Mechi amuliwa ndani ya dakika 90 na mnyama anashinda vizuri kaka. Kaka mimi siongee sana. Nimemaliza ndugu yangu. Simba anashinda mechi 3-1 au 2-1. Kwanza kwa majina naitwa Miki Mgalo, mwenyekiti wa tawi la Tunawakera Simba Sports hapa maduka mawili, mwanachama halali wa Simba. Mechi nzuri, ndo dabi tunavyotaka na sisi, kwa sababu sasa hivi tuna deni, yani na maana kwamba tumepoteza mara nyingi na Yanga. Kwa hiyo kufuta kwake maana yake tunatakiwa tuwafunge leo, tuwafunge na kesho kutwa tarehe 3. Na ndo mazumuni na ndo matokeo yatavyokuwa. Tumejipanga, ni kifupi, tumejipanga vizuri tu, hatuna wasiwasi wote kwa sababu hii ni football na timu yetu tumeiona, timu inacheza vizuri na perform vizuri. Hamna tatizo lolote kama football, na tumepata tetesi kwamba kocha refa sio Mtanzania, sio? Ni kutoka Kenya. Basi yake itafanyika na hatujawahi wale ikatendwa wake tukawakosa kweli. Mechi sasa tunashinda. Leo ni mechi ni nyepesi sana kwani? Mechi haiwezi kuwa nyepesi. Kwanza hii ni dabi, afu ni football. Hakuna mpira wa hivyo. Ila football na matokeo kama Simba Sports umeniuliza, sasa tunashinda. Lakini football lazima ichezwe. Huwezi kuwa nyepesi. Ile ni dabi. Tangu inaundwa dabi haijawahi kuwa nyepesi. Hata kama mnagombea mafuta taa, dabi lazima iwe ngumu. Lakini ukiniuliza mimi kama Simba leo, sisi tunapata matokeo, nashinda vizuri tu. Wala hamna wasiwasi wote. Lakini mechi itakuwepo na mpira utapigwa na mechi ngumu na mechi na tension kubwa. Lakini sisi tunashinda kama Simba Sports. Mimi mashabiki wa Yanga sina la kuambia, lakini mashabiki wa Simba siku zote wao wanajua kwamba tuko kwenye mudi gani sasa hivi, tunaenda kwenye safari gani. Wanachama wa Simba tupo kwenye safari nzito, tupo kwenye meli ambayo inahitaji kila mtu atoe msaada wake, afanye nguvu yake, afanye dua lake. Kifupi tu tuvuke hapa kwenye maji machafu. Sefu Kiwope, mkazi wa Tandika au Mbande, ila napenda Simba kwa mambo matatu au mambo mawili. Baba yangu alipokuwepo alikuwa Simba mpaka anafariki, na mimi nimemlisi baba yangu. Kwa hiyo wafanye vizuri wasifanye vizuri, mimi Simba daima. Shaona na napenda wafunge, na leo nawagea watapata ushindi tu, ielewe kesho, lakini watashinda tu. Naipenda Simba. Kwa hiyo Yanga uiogopi? Siogopi Yanga wala ni, lakini mimi naipenda Simba. Hata mara 100, lakini Simba daima. Kwa leo tathmini yako unaona kipindi cha kwanza au cha pili mnaweza mkashinda? Cha kwanza tutashinda na cha pili tutashinda. Hata ikiwa 1-1, 2-2 tutashinda tu kwa uwezo wa Allah. Wachezaji gani ambao wewe kwa kwako ukiingia? Mimi wachezaji wote nawapenda hapo vil. Simchagui mtu. Unawaambia nini mashabiki wa Simba? Mashabiki wa Simba naambia wasiame Simba, wawe Simba daima. Simba tunawakanda peupe tu kabisa. Dakika kipindi cha kwanza goli 3 tunatulia. Mpira mkubwa tu. Kwa Simba hii lakini unaijua? Simba tumeshaiona, Simba haina mipango. Simba hana mpira kuwafunga Yanga. Zingeli pale katikati pale. Huyu anatibua kazi zote chafu. Zingeli yuko pale katikati. Pacome anatia njaa pembeni, huyu katikati pale yeye anamaliza pale. Na mwenzake Zingeli. Anaachwa yule mtoto Okelo, anaambiwa acheze free. Yule kazi yake kutoa pasi zenye muonekano za kuweza kuua game mapema tu. Kwa hiyo mechi nyeupe. Ni mechi nyeupe kabisa. Kipindi cha kwanza tunashinda. Naitwa Charles Selemani, ni mwanachama wa tawi la Yanga Chang'ombe maduka mawili. Mimi leo kwa mtazamo wangu mechi ni ngumu, lakini kutokana na hata kama mechi itakuwa ngumu, lakini sisi Yanga ni wakubwa, tutaamua kikubwa ya mechi. Simba sisi leo tunamfunga. Na mchezaji hatari sana Yanga Afrika, Star Boy aka Alan Okelo,
ndo atawaliza leo. Kwa hiyo Simba sisi tunaomba waje vizuri. Kipigo kiko pale pale. Mechi ni ngumu, lakini kipigo kiko pale pale. Tunajua mechi ngumu. Tunajua kabisa ni mechi ni ngumu, lakini sisi Yanga kutokana na ukubwa wetu tutaamua mechi ili tupate matokeo. Nafikiri kipindi cha pili kidogo kitakuwa kigumu. Kipindi cha kwanza kidogo kitakuwa kigumu. Kipindi cha kwanza kidogo kitakuwa kigumu, naweza tukakwenda mapumziko tuko sare. Lakini kipindi cha pili sisi tunafungia booster zile za kutafuta goli. Naitwa Evarist Gwahila, mshabiki wa Simba kindakindaki. Kwa tunaonewa huko nyuma ni huko nyuma. Lakini kwa leo washabiki wa Simba wenzangu wake mkao wa kula tu. Chuma 3 zipo kama kawaida. Sababu tuna Chama pale. Tuna beki wetu ambao wazuri sana. Tuna kocha ambaye sasa amebadilisha mfumo. Hata katika uchezaji tuko vizuri. Ukiangalia game ya juzi tuliocheza Jumapili ilikuwa sio kitoto. Sasa mpango uliopo zaidi ya ule. Hizo ni za ndani mjomba. Kwanza tuna magoli mawili. Yaani kuanzia dakika kwanza mpaka dakika 40. Mawili yao ni muhimu. Mwandishi nitafute. Kipindi cha pili tunamalizia moja basi shughuli imeisha. Wakijitafuta sana Yanga wana moja. Kuna mshabiki mmoja nilisikia anaongea jana na mshabiki wetu wa Simba anasema kwamba Simba iwapo leo kama atamfunga Yanga yuko radhi kumtoa mke wake. Mimi ningemshauri tu ile kauli atengue. Atengue. Kwa sababu ishatokea mara ya pili sasa. Kwa mara ya pili tutachukua mke mwingine wa mshabiki wa Yanga. Yaani leo ni lazima sio ombi. Kwa hiyo kwa kauli yake hiyo atengue. Ninaamini kikosi kiko vizuri. Kikosi cha miaka ile sio cha mwaka huu. Tushajipata. Tunakili ndio tumefungwa mara kibao tu na Yanga, lakini wasikalili kabisa. Leo hachomoki mtu. Umeona sasa ikiisha dabi hii kuna dabi mbili ambazo ziko mfululizo. Labda unaonaje kwamba huenda mkafunga mfululizo Yanga? Hiyo wala haina maelezo. Kwanza tunawashukuru viongozi wetu kwa kazi kubwa wameweza kuifanya kwa kuweza kujitahidi kuwaleta waamuzi ambao watakuwa ni wa nje, sio wa ndani. Wa ndani wamekuwa na figisu sana. Ukiangalia game iliyopita walitunyima goli alilofunga nani yule ambao ni goli zuri kabisa. Halina mbambamba. Simon Mwalimu, yani sio goli la kubabaisha, lakini wamelikataa na tunashindwa kuelewa kitu tunapokuwa tunafanya sisi wanakuwa wanatuzingua. Lakini lile goli kama ingekuwa amefunga mchezaji wa Yanga ilikuwa chuma. Basi again leo lazima wapige goli moja matata mno. Yaani wasichokifikiria, wasichokitarajia leo watakitarajia. Hata Daka Diala ajue kwamba yale matokeo yaliyompita kwa Kibu yanamkuta tena leo. Okay. Unawaambia nini mashabiki wa Yanga na Simba kwa siku ya leo? Mashabiki wa Yanga mimi niwaambie tu waje mkao wa kula, waje na matu kwa sababu leo tuna tukio moja tu ni la ushindi. Hakuna cha kusema kuna draw la nini, hata tuingie kwenye matuta wala watachomoka, lakini mimi siamini kwenye matuta dakika 90 zinawatosha kuamaliza. Yamalizika mapema dakika 15 tu za mwanzoni kama alivyokufa Azam ndio Simba leo anakuja kufa dakika 15 tu. Master assist Alan Okelo Starboy anakuja kumaliza mechi. Dube pale mbele baadaye kuja kumalizia Depo. Mimi sina mengi ila nahitaji tu yani mashabiki tuwe na vibe, tusogee wengi katika big screen tuje tuangalie. Tathmini yangu mimi kwa kuangalia timu yangu Young African, nilivyoona mimi mechi tunaimaliza mapema kipindi cha kwanza tu, kwa sababu sisi wao tutawapa mpira wa ucheze, sisi tutadominate mchezo. Tutachokifanya sisi kama sisi wao watacheza mpira, sisi tutatumia nafasi kwamba tutapola mpira, tutakapopola mpira hapo pasi ya kwanza ya pili ya tatu tutawashambulia. Wao watacheza mpira, ila sisi tutadominate mchezo, tutamiliki mchezo, wao watamiliki mpira. Na taarifa mgeni kwa sisi hatuchagui. Sisi aliongea msemaji wetu akasema hata yule Maguli apewe shuka anyanyue akae pale, Mode asimame pale kati ashike filimbi, wao tu mpaka sasa official watatoa wao. Sisi yoyote atakija akicheza tunamaliza. Twa Shabani Ismail Saidi Ndonga. Wengi wanapenda kuniita Ronaldo. Naishi Yombo Kilakala. Tukija kuzungumzia dabi. Hii dabi kutokana na jinsi dabi hili iliyopita, hawa jamaa walijizatiti sana wakiwa wanatambua kwamba tunaenda Guantanamo. Guantanamo ni sehemu gereza gumu sana. Yaani ni gereza ambalo hakuna mfungwa atakayeweza kutoka. Lakini kwa kutokana na hali ile na kikosi kipana cha Yanga, wale mabwana na kikosi chao dhaifu, ikabidi wajipange kweli kweli
na sisi kwa sababu ulikuwa ni mwezi wa kufunga tukawa tupo tu, lakini wakaja wakatustusha kwa sababu walishajizatiti kwa muda mrefu, walijipanga. Sasa tunasema hii iliyotokea ni pap buba, yani kama jina la mchezaji wetu buba. Hapo kwa hapo unajipanga muda gani? Kama wao walijipanga, sisi tukasema sisi ndo zetu na pale ndo kwetu. Kwa hiyo sisi tuna kikosi kipana. Kimfano tukizungumzia mechi ya nusu finali, tumeona kitokea na hisi kama kinaweza kikatokea kile cha nusu finali kipindi cha kwanza, kwa sababu Yanga nikitasmini ina kuanzia mbele kiungo mshambuliaji mpaka kwa mshambuliaji na watu hatari. Pia tukirudi katika defense, wana defender ya hatari, na maana hatuwezi kuruhusu goli, isipokuwa naamini kabisa kama utachezwa mpira ule wa Yanga tuloifahamu, kwa sababu juzi niliona kama kasimama Gamondi vile ule mpira kipindi kile Gamondi, yani ukikosea kakufunga. Ndio naona hii inaenda kujirudia. Sasa basi, kwa kuwa beki zao zinaruzi sana, zinapitisha, yani kuna matobo mengi, na ule mtoto Okelo kama yupo, namwombea dua awepo, awaonyeshe kwamba yeye master assist. Naamini kipindi cha kwanza tunapata chuma ngapi? Chuma 2. Tunapata chuma 2, na hizi chuma 2 tukizipata hatuji kuzilinda. Tunakuja kuwaonyesha tuwape ugumu ili wawe na ugumu zaidi, kwa sababu Jumapili sio mbali napo, wawe na ugumu zaidi. Kwa hiyo mimi naamini Yanga hii na Simba ile, kwa sababu juzi tumeona mfano kidogo jamani. Mfano kidogo wamecheza na wale Mlandege wale. Mlandege waliweza kwenda nao, wakaona hizi dakika zinaenda hatupati, wakaanza kutia vifaa vyao vyote, kabaki mtu mmoja. Sasa ule mtu mmoja yani kesho, yani leo kwanza sipati kusema. Yani naona kabisa tunamfunga goli 2 kipindi cha kwanza. Tunakuja kuimaliza mechi, sio hizo 2 tu. Tutakuja kuweka maajabu, tunamfunga goli 3. Kwa mechi gani wao walionyesha sisi tuwaogope? Wana kikosi gani? Kwa sababu kama mechi za kawaida tu kuwaweka watu vijana wale washanganye vijana, wameshindwa kufanya hivyo, ku maintain ile movement ya wapinzani. Je, wanapokuja wanakutana na sasa na Yanga ndo karudi katika sehemu yake. So wanasema Yanga mbovu. Sasa Yanga hii ndo atatuonyesha leo ubovu wake upo wapi. Pia wale waliopata sare mzunguko uliopita watakuja kutuambia mzunguko unaofuata sare walipataje. Sasa leo tunaenda kuwapa trailer. Shafida Mohamed au Shafida Mchela. Pia leo naona kwetu nyepesi. Tuna kikosi kizuri. Tunashukuru Mungu. Leo mtoto atumiki. Mtoto leo atumwi dukani leo. Leo lazima wafe. Watasha tufunga muda mrefu 5 huko zilipendwa huko. Sasa hivi tuna kikosi kizuri, tunashukuru Mungu. Naamini na wachezaji wangu, Panzu, Chama, Liwemba na waamini. Selemani Mwalimu. Leo nani ambaye pengine anaweza kaivusha Simba? Selemani Mwalimu. Na imani hiyo. Selemani Mwalimu. Leo watu wapili nyingi, 2 tu. Shila ni msemaji wa tawi la Simba hazoeleki, mtaa wa barabara ya Mwinyi, kata ya Kilakala. Kiuhalisia mimi ni semaji la Simba, alafu tunajivunia kuwa na Simba yetu. Sisi ndo wale mashabiki ambao tunakufa na Simba yetu. Ukiacha ushabiki, sisi ni wanachama kabisa uhalisia. Tunaumia kwa matokeo mabaya na mabovu, ila safari hii tumeamua. Tukisema Simba hazoeleki kweli. Yale mazoea ambayo anayo sasa hivi wenyewe wanajuta na hawatamani kukutana na sisi. Kiukweli hawatamani na hawataki kukutana na sisi. Wanajipa moyo tu. Wamekuja kumbe moyoni wanaumia na wanaungua kweli kweli. Tunachoshukuru ndani ya wiki moja tunakutana nao mara 2. Hii finali ya Mapinduzi hawakutamani kukutana na sisi, lakini Mungu ndo mwenyewe kaamua katukutanisha nao. Ila watajuta. Kiuhalisia watajuta. Sisi tunachoomba tu fair play itendeke, mchezo uwe mzuri, lakini huwa sisi hatujazoea kuzungumza sana. Sisi vitendo kwenye uwanja ndo vinaonekana. Watafute visingizio vingine kabisa. Tunataka kumalizana nao mapema. Mechi si hatuhitaji tufike mbali, wala hatutaki kwenda huko penalti wanakotaka wao. Sisi hatufiki huko. Dakika 90 zitaamua na tunaweza kuwafanya chochote. Ile kuja Simba akafeli. Selemani Mwalimu. Kaka yule Selemani Mwalimu yule ni mchezaji mzuri, ila anatakiwa apunguze mapepe. Kiukweli ni mchezaji mzuri sana, ila katika mchezaji ambaye amekuja kwa surprise watu Nio Maema, mtaalamu sana, ila bwana mimi kuna mchezaji yuko Simba pale, lakini kuna wakati mwingine huwa akianza ananipa pressure sana.
Kante. Maodo, juzi alitaka kuwapa watoto vitu vizuri. Kateleza baba, kamwaga. Refari baba angemmalizia tu akampa umeme, lakini nashukuru sana hajampa umeme. Ni kitu bora sana, lakini Yusuf Kagoma amekuja kwa surprise watu. Kama hivyo unavyoona kina Hussein Mbegu anatuonyesha. Tuna midfield chipkizi pale, mtoto mdogo tu. Semfuko, Daudi Charles Semfuko. Kama mimi ndo Steve Becker. Leo nawapa tu Yanga, nenda nao huyu mtoto. Nenda nao. Na anaweza. Wananisabia Pacome saizi rafiki yangu, wakati wenyewe analia tu anakwambia sasa hivi mashabiki wa Yanga kibao anamwambia engineer tuletea ni Sete Eura wa kwetu yule wa kwetu. Kila mtu ambaye ataletwa Simba, mchezaji yote atakayeletwa Simba. Nchi hii hapa hakuna klabu ambayo itakuwa haihusishwi kumchukua. Kwa sababu Simba ina scout wazuri. Na scout namba 1 hapa nchini kwetu ni Simba. Mchezaji tukisema tunamtaka, wenzetu wanaenda kuingiza miguu. Si yule pale Alan Okello sisi tulianza kumuona sisi. Wao wakati ya miguu akaenda akachezea za kichwa, yule pale wanaye. Umeona sasa? Wanateseka sana. Shukrani sawia. Chochote kuambia mashabiki wa Simba na Yanga kwa ufupi? Sisi mashabiki wa Simba tumezoea uvumilivu, sisi kuvumilia tushazoea ni kitu cha kawaida, ila tunawasihi mashabiki wa Yanga wasiende na matokeo mfukoni. Leo 2 ni uhakika kabisa. Yaani kama kifo kwa mwanadamu. Sababu kwanza na uhakika kabisa kwamba timu yangu sasa hivi iko vizuri kila idara. Naona. Kiangalia kushoto na winga, kushoto na winga na Libasege. Kama mimi ndo mwalimu, leo mimi naanza huko naanza na Aula, naanza na nani Mpanzu. Hapo mwalimu kwanza namwacha nje. Una Chama, una Luemba. Sawa. Huku chini unamwacha mwenyewe Kagoma. Sawa. Pembeni una Kapombe, una Kibabage. Sawa. Mechi imeisha. Katikati una Cholenga. Kwa sababu sasa hivi ukitaka kuniambia kwamba Yanga ana mchezaji mmoja, Pacome. Sasa ukiniambia Pacome mwalimu wake yuko wapi? Wewe sio kumuona mwanafunzi anamfundisha mwalimu? Mwalimu wa Pacome yuko Simba, ni Aula. Kama ushafuatilia story hiyo. Sasa uliona wapi wewe mwanafunzi akamfundisha mwalimu? Hiyo itakuwa sio shule. Yaani leo tumekosa, ni 2 ni uhakika kabisa. Dabi ziko 2. Dabi mimi naweza kutajia matokeo yote mawili. Kule tunashinda, huku tunasuluhu basi. Jina naitwa Doto Degatius. Kutoka nipo Changombe Maduga Mawili. Kikweli mimi sina shaka na timu yetu. Mimi na uhakika kwamba mpira utaamua dakika 90. Na uhakika kwamba tutapata matokeo. Mimi kama mshabiki wa Yanga. Simba huwezi kuogopa mtu ambaye umemfunga mara 6 mfululizo, na muogopaje? Kwa hiyo muogopa wakati umemfunga mara 6 mfululizo. Kwa hiyo leo una mechi nyepesi kabisa kwa. Mechi itakuwa na ugumu wake, lakini mimi na 95% Yanga atapata ushindi na atakuwa bingwa. Wanawasifiwa wanasema Ibaya Sage aliingia kufanya chochote. Sasa tunataka atuonyeshe leo kama ana uwezo, aonyeshe uwezo wake. Tunamtaka uwanjani aje.